Naam, assalamu alaikum wanachapesa media. Kwa mara nyingine tena nipo na mzee wangu mzee Saidi katika viwanja vyetu hivi vya burudani na michezo. Nimemletea kitonge mzee Saidi baada ya mashindano ya jana nusu finali Kombe la Mapinduzi pale visiwani Zanzibar. Mnyama Simba anakula kichapo cha goli 1-0. Ndani ya msimu mmoja anafungwa mara 2 mfululizo. Wanasemaje? Amezoea, sio kauli yangu mimi, ni kauli ya Ashimu Ibwe. Wamezoea, walitugaia utamu bara, wametuletea na visiwani pia. Nini maoni ya mzee Saidi? Nini kifanyike? Waliishiwa mbinu wapi? Nani alaumiwe? Tumsikilize mzee wangu. Nimemletea kitonge. Nini atatuelekeza siku hii ya leo kuhusiana na mchezo wake wa jana? Mzee kwema? Shwari. Shikamoo. Malaba. Kwanza pole bwana. Naona umekuwa mnyonge leo, nikupe pole kwanza kabla tujaenda na mada. Sasa wewe una mgonjwa yuko hospitali. Unaonana na daktari anakuambia bwana mzee tuendelee kumwombea Mungu mgonjwa wetu. Wewe utakuwa na hofu ya nini ukisikia kafa? Hofu hapo itakuwa imeisha. Imeshaisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa ninajua tunafungwa. Na ndio maana nilitoa kauli hapa ya kusema kwa kwamba Azamu ni wadogo sana, ila kwa sababu wana pesa ndio maana wanawafunga. Kwa hiyo pesa ndio inayotumika? Sasa si pesa imetumika, imeenda kuchukua wachezaji makubwa yenye uwezo. Wewe jana kakufunga mchezaji mkubwa. Sasa wewe viongozi akili zimeganda, mtashindana nao? Hapo jana amekufunga mchezaji mkubwa kikosi cha jana. Azam. Sasa kwani Lamekilawi mchezaji mdogo? Keshacheza mashindano makubwa. Lakini umeangalia vizuri kikosi. Nimeangalia, tumeelemewa kila idara. Kuna idara gani ambayo sisi tulikuwa tunafurukuta? Hakuna, sisi tulikuwa tunalukaluka tu, tunabunda. Kila mipira ikipigwa juu wamecheza Azam. Ukiweka chini wamecheza. Wewe Didmau yule miguu yenyewe imekaa ina matege ile. Kawavuruga wote pale. Matokeo yake wanaanza kucheza milafu isiyokuwa na sababu yoyote. Wewe Simba inaenda kucheza lafu kama zile. Yaani yote ni shida ya uongozi. Yaani yote mimi nilishasema tangu mapema. Haya mimi nafanya marudio, lakini kwa sababu watu wa Simba wameweka nta kwenye masikio yao na kutokuelewa. Wao wanasema wamevaa bendera, wanaitetea bendera, nembo ya Simba. Sasa subiri maafa yanayokuja. Sasa mzee Saidi, tuachane na uko dakika 90 kwanza za jana. Mchezo wa Azam dhidi ya Simba Sports Club. Unadhani nini kilichosababisha Simba mpaka akapoteza ule? Timu mbovu. Yani pale ile timu kocha mwenyewe eleweki. Kocha ana kifua kikubwa, utafikia anabeba vyuma rafiki yangu. Yani hata kunyumbulika yule kocha, aseme ananyumbulika hakuna. Mangungu tuonee huruma wenzio. Sasa wewe mtu kasimama namna hii. Afadhali hata kocha wa Azam kidogo anatembea anaenda hivi anarudi, unamwona anaonyesha vidole. Yule tangu alivyofunga swala utafikiri yupo msikitini, kaganda vile. Uwezo hamna. Kwa hiyo jana analaumiwa kocha au ni kikosi ambacho? Mimi simlaumu kocha na walaumu wote viongozi. Kwani kocha kajijia yeye yule? Upande wako wewe upo lawama kwa viongozi? Mimi ni viongozi tu na ninakesha nao mpaka watoke, na hapa wanafanya makusudi, wanaharibu timu kwa sababu wanaondoka hata nafasi ya 4 tusipate. Mimi si ndo nakwambia. Na msipoangalia haki ya Mungu tunakuja kupata garika ambalo litakuja kuwa kubwa. Simba Sports pale tutakuja kutafutana kama mpira wa kona. Wewe muone vile yule mtoto yule analia yule. Yupi? Alikamwe? Alikuwa anakulilia au alikuwa analia? Anamlilia Mediali, ananilia mimi ananijua. Wewe ananilia mimi ananijua mimi yule. Kwanza hawezi yule. Hawezi kufanya. Aongee huko. Ajaribu aje aniguse mimi. Mimi nitampelekea moto kweli. Mzee Saidi. Mimi nakwambia kweli. Tena mimi nampa maneno mazito. Wao wameikuta Simba imekufa hii. Wametuenda kutuwekea mangungu yule, tunahangaika ovyo. Si kazi yetu kufumuliwa kila siku. Simba ijafa. Simba bado ni timu. Hivi wewe Simba ya ni timu. Wewe ndio unavyoona, lakini mimi ninavyoiona sio Simba ile ninayojua mimi. Angalia wachezaji waliocheza kwa Simba. Waliocheza Simba si wote ile miguruguja yote imo ndani mule. Miguruguja unakataa nini sasa? Unachokikataa kitu gani? Ukatilia miguruguja. Michezani gani inacheza vile? Wewe hivi unaweza karuka teke kama lile kumkanyaga mchezaji mwenzio. Tena sehemu nyeti. Ubalozini. Unapeleka mguu balozini. Karabua vipi? Asila. Ngoja listahili kadi. Kadi nyekundu ile.
Wewe si unajua wale wanazitetea Simba na Yanga, wana mapenzi nazo. Marefali wale. Sishakwambia ile kadi nyekundu street wala huulizi. Umenyooka, yani ledi kwa Shalmu. Wakaenda kupiga kijiji bwana. Unaenda kupiga balozi? Yule balozi wa nyumba 10. Wewe unaenda kumpiga afu mtoto watu bado mdogo yule. Sasa hiyo yote ni hasira. Timu haina uelekeo. Nini kifanyike mzee Said? Nini kifanyike? Si watoke wale, kifanyike kitu gani? Watoke wachezaji viongozi. Wote na waondoke na wachezaji wao. Mwanza tena kufuta bwana ingekuwa kama Yanga, wale siku nyingi wameng'oka. Mungu nakuapia mama yangu mzazi. Yanga babu akikwambia tunakuja unakuja kweli. Wewe kwanza wachezaji mpaka viongozi wote watoke. Wote wale na wanaiua timu kwa sababu wanajua muda wao umeisha. Wewe mimi unafikiri Mangungu atarudi tena pale kwenye kikao cha kikaangio cha Simba? Na akirudi pale mimi naacha kabisa na mpira tu. Naacha kabisa. Au shabiki tena? Yaani tena hata siuonekani tena duniani. Na sio hata kwa Galatia siendi. Sasa niende nikaumize roho yangu. Sasa unaumizaje? Naenda kwa faraja. Niende nikatafute nini? Lakini siku ya jana wanasema mmewakimbia. Wale watasema maneno yote. Na bora hata tulivyofungwa na Azam. Hivi kwa mpira ule ndio unakutana na Azam na nani na Yanga Azam Mungu wewe. Mwenye under 20 wanasema. Hata fikiria ndio mnyinyi mnavyosema 20. Azam B. Lakini Manula ujue national team. Sawa national team lakini ana muda gani pale Azam hajacheza? Lakini ujue kwa kwamba yule nani yule ana muda gani, si bado muda ulikuwa bado. Si kocha mwenyewe maamuzi ya kocha shekhe. Makocha yule kocha hapangiwi. Umeelewa? Sio nyinyi kama nyinyi mnatoka kwenye majukwaa kule mnawafuata nenda kamweke huyu. Pale hata angekuepo Selemani Mwalimu, hata angekuepo teacher, yani hata angekuepo nani wewe mnaosema wale afisa elimu, yani wote tulikuwa tunafungwa tu. Kwa siku ya jana. Mpira gani ule? Tuzungumzie goli ile dakika 22 mzee Said. Ni kweli ile offside? Ile offside. Kabisa. Ile offside. Ilikuwa offside kabisa. Tena aliyezidi yeye mwenyewe yule aliyokimbia kwenda kumlalamikia linesman. Yule aliyokuwa kanyoa kipala kama mimi Dimau. Yeye mwenyewe yule ndio alikuwa offside, alikimbia haraka mno kwa sababu wale si wanatafuta sifa ni wafunga ya Simba. Kwa hiyo alijua huu mpira mimi na uwai na ufunga, kumbe limeshazidi. Anakurupuka tu. Wachezaji wengine watumia akili. Unajua wachezaji wengi wa Kitanzania akili zao. Mimi huwa nashangaa sana wachezaji wa Kitanzania. Na ndio maana huaga sitakagi kusema wachezaji wetu shida tupu. Sasa wewe angalia Kilawi alilofunga lile goli. Alivyoshangilia, wewe umeifunga Simba, umefunga matatizo ya Simba. Sasa matatizo vipi mzee Said, na kati ile ndio timu yako? Na ile ndio timu iliyocheza na Simba ndio wenyewe. First 11 yote. Hebu ngoja kwanza Kwenye ligi imeshinda mechi ngapi? 8. Nani? Azam Simba kashinda mechi ngapi? Simba kafungwa moja, mechi 4 kashinda. Kafungwa na nani? Kafungwa na Azam. Yanga bado hajakutana naye. Basi. Wewe unafunga matatizo unakimbia utafikiri kama vile umefunga dhahabu. Wewe na aliyofungwa mara kwanza kwenye ligi? Nani? Azam. Aliwafunga nini kwenye ligi? Hii Mapinduzi mmefungwa goli moja. Ligi ndio ametufunga Azamu. Azamu waliwafunga kwenye 2-2 msimu mmoja. Ndani ya msimu mmoja mashindano tofauti wametufunga. Hata tena tukikutana nao kama wasipoirekebisha timu hii ya Simba tunafungwa, hata nafasi ya 4 hatupati. Irekebishe wachezaji, warekebishe nini? Yaani kuanzia juu mpaka chini kote kurekebishwe haraka iwezekanavyo. Lakini kama wasiporekebisha wewe mzee Said unaona kuna wachezaji pale wapewe thank you mapema wengi. Unataka nikuhesabie? Nataka nijue mzee Said. Na kama sio aidha nisikilize vizuri sana. Wasikiliza mzee Said. Wachezaji wa Simba wamekaa kama watoto wadogo. Vipi? Au tuseme wachezaji wamekaa kama watoto wadogo. Usipowatimizia matakwa yao mapema wanakufanyia kusudi. Huenda kuna migogoro ya stahiki zao. Nahisi kuna migogoro ya chini kwa chini ambayo sisi hatuijui. Iko chini ya carpet. Na ndio maana nasema kama wasipoyarekebisha haya mapema kwenye ligi tunaenda kushika nafasi ya 4 au ya 5. Hadi Singida anakupita. Sasa kumbe hasa ataachaje kukupita kwa mpira kama ule? Japokuwa Gamondi tena sio kocha. Mimi nikwambie ukweli. Mechi zote za Mapinduzi tulizoshinda. Yaani tulikuwa tunashinda kwa ulakini sana yani. Sikuwa naamini kama tunashinda kwa ajili ya football. Yaani hamkuepo katika mchezo kabisa. Hatupo mpaka tumetolewa. Hatupo kabisa. Kwa hata ile zidi ya Fufuni. Hivi wewe ile Fufuni mpaka yule kocha anahesabu namna anafanya hivi vidole
Hivi ulielewa ile mechi? Nilielewa. Ile mechi mimi ndo pale. Ile papatu nikajua pale hamna kitu. Wachezaji wa Simba hawana fitness. Wachezaji wa Simba hawana nguvu, sijui ndio hiyo fitness. Hawana yani mwelekeo. Yani wapo tu kama magunia yamepangwa ya korosho. Basi hata magunia ya korosho yana afadhali. Mimi nakwambia ukweli. Lakini jana mzee Saidi. Na watanichukia sana. Lakini tulikofikia wale viongozi wang'oke. Kama ni shida wachezaji, kwa nini watuletee wachezaji wenye viburi? Nilikwambia swala la Johnson Soa sasa hivi linazidi kuibuka. Hakuna chochote anachokifanya. Jana bwana shoot on target hata moja hajapiga. Hakuna chochote. Sio yule Johnson Soa aliyokuwa anafuata mpira Singida na uenda mpaka mbele na. Mimi nikikwambia kitu kwa kwamba kile kina mushkeli, kaa utulie nisikilize. Kwa nini kina mushkeli? Usiniite mzee Saidi, niite tu Saidi. Kwa nini kasema kina mushkeli? Ushaona mbali. Hivi kuna beki pale, jinsi unavyomfahamu Johnson Soa alivyokuja kutoka Singida, wa kumsumbua Johnson Soa. Kwa ule mpira wake kakamatwa na nini na mamba. Lawi alikuwepo pale. Lawi ana nini? Lawi alikuwa akifika. Lawi mchezaji wa kawaida tu. Anamzungurusha huko anageuka. Wewe yule Kitambala yule alikuwa na wakusanya wachezaji wa Simba zaidi ya 6, anaondoka nao. Rusheni jana alikuwa hoi. Rusheni kalala yuko hoi. Kapigizwa chini zaidi ya mara 3. Nguvu hakuna. Hakuna mtu yani, hakuna hata mchezaji wa Simba hata mmoja pale alikuwa anatumia akili. Mpanzu jana media anatoka, wengine wanasema hakuweza labda yule Abeli. Labda Abeli peke yake. Kamara alicheza. Nabi Kamara alikuwa. Mimi hata simjui huyo Nabi Kamara wako. Kamara jana mimi naona akacheza yani katika kiwango cha jana kwa wana Simba mzee Saidi. Naona kama Nabi Kamara. Wale wanakuja wanatafuta sehemu ya kuondokea shekhe. Wachezaji wote walioachwa na Simba hakuna hata mmoja ambaye hana timu. Katika wachezaji wale wote wale. Kasoro Barua tu ndio sijui yuko wapi. Lakini wachezaji wote walioondoka Simba, wote wa kigeni wale. Tukimtoa Barua, wote wa kigeni, wote wana timu na wanafanya vizuri katika timu zao, na kama naye nibishia aseme atoe maoni kuwa fulani Mavambo huko aliko unaambiwa ni tishio kubwa. Pasi za mwisho wa balaa. Ateba nayo nasikia wa moto. Wewe si nilikupigia simu nikakwambia kumbe Ateba yuko huku mwanangu, angalia katupia goli. Nasikiana uwesha kwa Ateba bwana. Sasa hapa ndio hiyo niliyokuwa nakwambia 10%. Kwa wale wachezaji wote wa 10% pale. Wa 200 wale wote wale. 300 mimi nimeshatia mfukoni. Lakini mbona pale kuna wachezaji wanasikia wanalipwa mpaka bia milioni 50? Uongo huo bwana wewe, milioni 50 ndio aluke vile? Wewe bwana wewe. Milioni 50? Wapo nimesikia. Milioni 50? Nasikia hivyo. Hizo zinaweza zikawa zinagawanyika mara 3. Milioni 50 unasema za mchezaji lakini zinagawanyika mara 3. Kocha msaidizi anaza kwake. Kiongozi anaza kwake. Usicheke ujue. Umenielewa sijui? Zinawahusu vipi? Zinawahusu vipi? 10% nayo kwambia. Bwana sisi tunakusajili lakini katika huu mshahara wako milioni 50 hapa 80 ndio ya kwako. Hii 20% ya kwetu. Hii 20 ya kwangu au ya kwetu kwa huyo mtu unayepatana naye. Kwa hiyo hela inaonekana inatoka kubwa lakini inayemfikia mchezaji kidogo. Hayo yapo. Wala usiyakatae. Hivi wewe milioni 50 mchezaji aende akaluke vile? Nyinyi milioni 50 baba. Milioni 50 tunaitamka hapa, tumepeana hiki kitonge hatujaiona hapa. Hapa milioni 50 pu. Kila mmoja anaongea la kwake hapa. Mzigo wa kutosha. Kila mmoja anaongea la kwake, tunagawanaje hapa ngumi? Yaani kwanza tusipotumia busara wewe milioni 50. Mtu mmoja apewe hela hiyo. Baby hapo ondoke nayo mzee Saidi. Wewe unafanya mchezo. Hilo ni uongo. Uongo huo. Na kama zinatoka ndo nakwambiaje, kama kweli zinatoka. Kama kweli zinatoka basi 10% tunagawana. Kuna ugawanyaji pale. Kocha Steve Beka, unaona kuna mbinu zingine inabidi aongeze kwa sana? Hakuna mbinu yoyote pale. Ana mbinu gani? Kama kule kwao katoka ameshika nafasi ya 8. 14. Simba anashika ya ngapi? Sio ya 7? Unaitika nini? Ya 7 hiyo. Simba anashika nafasi ya 7. Kama katoka nafasi ya 14, Simba atashika nafasi ya 7. Kwa sababu atashika nafasi ya 7 kwenye ligi. Wengine watakuja kwa kuiogopa Simba. Wengine watakuja wale wadogo. Leo unacheza na Simba leo. Timu kubwa. Hii timu kubwa. Kuna wengine wataisaidia Simba kuwapa pointi 3.
wao kama wao. Kwa hii bwana, timu yetu, mimi shabiki wa Simba, mimi mwanachama wa Simba, acheni mambo yenu ya kijinga. Huu pepo tu unapita. Simba kashinda, kaokota pointi 3. Lakini mzee Said Ibenge mlikuwa mnamfunga sana kipindi anacheza kule. Mmemfunga zaidi ya mara 3 kwenye mashindano. Sio Simba hii, hata yeye mwenyewe Kibenge sasa hivi ukimpelekea nini? Ukimpelekea kitongo kamwambia Libenge, nipe maoni ya Simba. Sasa hivi Simba hii vipi? Atakwambia sio ninayojua mimi. Hata kukatalia. Chana nayo hiyo babu hiyo. Libenge anakula 4 hapa, anapotea mlango wa kuingilia uoni. Kaenda kujigonga kwenye mavioo yale. Wanamuuliza nani? Meneja njia hii huko, anasema no, this can't change kwenye kioo ngum. Kala 4 sijui 3 sijui. Hapa. Na mkaenda kwa mkamfumua tena. Na tukaenda kule tena tukamdindia tukampa kule. Kwanza tulianza kule kwa. Kule mkaja hapo mkamalizia. Tumemweka la penalti 2-1. Kaja huku tukamwambia sasa umekuja jikoni. Tena tulikuwa tunataka tumbugize zile alizotupa. Basi tu zilikataa. Sasa nenda mpelekee kitonge, muulize Libenge vipi hapa? Atakwambia bwana sio Simba hii. Cha kushangaza jana Simba ya uchebe mzee Saidi. Cha kushangaza wengi wanalalamika kikosi cha Azam cha jana ni Simba B afu wengine ni under 20. Ndio ujue pale Simba mnapumulia gesi. Ndio ujue shida nini? Ndio ujue pale nilikuwa nimekaa na mke wangu tunaangalia mpira jana. Naangalia mpira nikamwambia. Yeye aliniambia kwani leo Simba vipi? Nikamwambia hii mechi tunafungwa. Akaniambia mamshe mechi mfungwe, nikamwambia tunafungwa hii. Kwa sababu aliona wale wachezaji. Alishawaona. Akasema lakini kweli mnaweza mkafungwa hii mechi. Umeelewa? Nikapigiwa simu na jamaa yangu wa Geita, ndugu yangu wa Geita. Poti vipi, safi, mambo shwari, tukasalimiana pale. Wakati huo mimi nimetoa naangalia Osmani. Sielewi sasa. Kwenye mpira kushatoka. Nimeshatoka, sielewi. Unaangalia movie za mtu. Akaniambia Poti bana hii Simba inachezaje leo mpira? Nikamwambia ndio timu tulioichagua kuipenda. Kwa hiyo tuendelee kuipenda hivyo hivyo, tupo katika kipindi kigumu. Tuendelee kuisupport. Haki ya Mungu alichoniambia wallahi. Mangungu anatuumiza sana. Haya na mimi yeye kathibitisha kwa Mangungu anaumiza. Na mimi nyesi mnasema mimi namchukia yule mzee. Na usiifute hii. Nyinyi mmesema mimi namchukia yule mzee. Sawa, nakubali. Na hila zangu sawa, nakubali. Na yule naye alionipigia simu. Na lawama zake kwa na simu moja. Wengi. Mwana Simba yoyote akinipigia simu mimi anakwambia bwana Mangungu anatuuza. Kwa nini? Ndio mtu wao waliomweka madarakani shekhe. Kapigiwa kula yule. Yule ana thamani kubwa pale Simba. Mbona sijaenda kukaa mimi pale labda na mgeni mheshimiwa pale kaja kuiangalia mechi ya Simba nikaenda kukaa naye mimi. Na wewe unatosha ule. Na mimi nikakae pale. Na mimi niwe naongea. Anakaa yeye kwa sababu amepewa dhamana na wanachama wa Simba Sports. Kwa hiyo ana dhamana kubwa na ile klabu. Na akiondoka madarakani tukague vitu vyetu. Magari yetu yote tukague. Vyote tukague. Kwa nini sasa? Na ukikata hii. Kwa nini sasa mzee? Nawaambia wanachama wa Simba, yani akiondoka yule mzee madarakani tukague vitu vyetu. Atupe vitu vyetu vyote vikaguliwe. Viko salama, mabasi yapo, maana kuna basi mpaka za wanawake. Lipo. Na Ilza lipo. Wewe si nilikwambia mimi mkaonekana mimi naisema Simba vibaya. Si hilo bado halijafika. Lifike na nani? Huko Ulaya kwenyewe sasa lingekuwa limeshaingia. I say. Kazi. Mabasi najenga ofisi. Si na nini nikasema sasa hii Simba ya Ulaya. Simba kimataifa. Yule nani ameshindwa tu kumchukua Feitoto pale nikajua watu wanasema tayari Feitoto kaishasajiliwa Simba, nikasema jamani nyie hata kila nikizunguka huku majibu upate. Nikizunguka huku Mzee Saidi sisi tunakuheshimu bwana. Acha kuongea uongo. Acha bwana. Wananiambia bwana wewe tuwape fei vipi bwana? Haiwezekani. Nikizunguka huku bwana wewe Mzee Saidi nini bwana, shika adabu yako bwana, tuheshimiane bwana. Sisi tunakuheshimu sana Mzee Saidi bwana. Sasa shida ilikuwa ni hela au nini? Hela.
Shida hela. Sasa 10% hela pale kwa Fei inatakiwa itoke nganganga. Wote Waswahili. Wote tunajuana, wote njia zetu ndio moja. Sasa mzee Saidi. Angekuepo Fei jana. Japokuwa aliitwa kwenye kikosi. Tulikuwa tunakula 3-4. 3. Kwa ule mchezo ule? Mchezo jana. Ule 3-4. Mungu na mtume nakwapia. Tulikuwa tunakula zamana. Nado hayupo. Tulikuwa tunafunuka vizuri. Yaani tulikuwa tunafunuliwa vizuri kabisa. Na? Yaani kama kutusenyenta, wangetusenyenta taratibu, yani wasenyente taratibu yani. Wale watoto. Na yule ndo angechukua ujiko sasa. Fei. Sio Fei. Fei. Nani huyo? Abdul Karim naye anashangilia. Abdul Karim umemfunga nani? Si Simba. Hapo pati wewe. Simba Abdul Karim wewe, Popati wewe. Ushangilia unamfunga Simba wewe, Popati. Bwana wewe. Unaweka full mkoko. Full mkoko wapi bwana wewe? Sasa pale ngoja mzee Saidi. Wewe Kamara ulimuona pale? Sasa Abeli si yupo? Abeli namba 5 sijui golikipa namba 5. Duchu huko yupo? Duchu anaenda anarudi. Sasa ndo nafasi alikuwa anaicheza kapona. Duchu anaenda anarudi. Yaani pale unamuona yuko pembeni. Rushine yupo. Ngoja, yani siku hizo za nyuma. Pembeni unamkuta mwenyewe Kapombe. Shomari. Pembeni unamkuta Mohamed Hussein. Wewe unapita wapi? Kumbe unalilia bado wale. Unapita wapi? Kuna mapitio. Mapitio ya nini? Yeye kapita na madaraja. Kama mapitio madaraja yako wapi? Wewe acha bwana mambo yako wewe. Bado wewe subiri. Uendelevu unaendelea. Hata wewe ngoja, si ndio tumerudi huko. Na kule nako tumesharudi. Ligi inaanza mwezi wa ngapi? Sijajua, ila kabla ya ligi naona kutakuwa na kimataifa. Sasa ndio bado siku 12. Bado siku 10? Siku 12. Nakutana Experience de Tunis. Kwa mchezo ule. Na kikosi kile mzee Saidi. Mungu wewe. Pointi 3 umeenda kuzichukua kwa nani? Experience. Nyuma ya kitonge jana nilikwambiaje juzi? Nilikwambia tunafungwa hii mechi. Nakumbuka. Ya Azamu. Nakumbuka. Nilikwambia Ulisema. Mimi nilikwambia tunafungwa. Sasa hivi sitaki kuambia, nikisema tunafungwa anasema mzee Saidi anatusaliti. Unaonekana wewe unajua kodi mapema. Anajuaje yeye si tunafungwa. Sasa hivi mimi sisemi. Kwa ile kauli wanayotumia mzee Saidi kuwa nyinyi sasa mmeshakuwa mmezoea, yani mmeshazoea kufungwa. Kwa nyinyi wagawa utamu ni sahihi? Si msemaji wa Simba ndio alisema wanagawa wenyewe utamu. Mimi sigawi utamu, wanagawa wenyewe. Mimi na sukari. Mimi sina sukari. Wanagawa wenyewe. Tupewe maneno ya ovyo haya na wanaenda kugawa tena utamu huko na Experience tu sinia. Wamesema mmegawa huko? Wanaenda wao, mimi siendi. Wewe uendi? Mimi siendi. Lakini si mmoja wapo wa shabiki. Kaka, kama Simba angekuwa wanafanya vizuri au wana uhakika na ushindi, mimi saa hizi nisingekuepo hapa. Ningekuwa zangu kwenye maji kule Zanzibar. Yani wewe ukiona safari nayo kwenda mimi, jua Simba narudi na ushindi. Unawafahamu wadudu fulani wanaita nyankonko? Nyankonko. Weusi. Ukiwakanyaga wale wanakung'ata sana yani. Wanakuwa wengi. Sasa ile safari ukikutana nao wale wamekata njia, ujue safari yako ina bahati. Lakini ukikutana na wale wadudu hawajakata njia, jua wewe rudi. Unakoenda huko unarudi una chochote. Sasa mbona una mbinu mzee Saidi wagaie wenzao na Simba? Ni wagaie kina nani? Si uongozi wa Simba. Ni wagaie wa kiongozi. Mimi ni wapo uongozi mbinu zangu wale. Unawapa ambazo unastahili mzee Saidi wagaie ili wapite nazo waweze. Wao kama hawakuthamini wewe ndio utawathamini. Wao wenyewe hawakuthamini wewe utawathamini. Kama hawaithamini Simba Sports wewe utawathamini. Kufungwa sisi sio kuelemewa. Kufungwa ni kwa sababu yao wao wenyewe. Na wanatoana kasoro wao wenyewe. Hakuna kiongozi alisema kuna viongozi wana akili za mgando pale. Maana yake nini? Wameshindwa kuongoza watoke. Nilikuwa naongea na mchungaji anasema tukisema tusimame tupaze sauti pale patawaka moto. Kwa hiyo wao wanaficha maovu yanayofanyika Simba Sports pale. Kuna vitu vinavyoendelea ambavyo vinavyoiumiza klabu na wachezaji. Ule ni mgomo sasa nikwambie wa kimya. Anastahili aweze kutoa hilo huo mgogoro ni nani? Uongozi wenyewe. Na nyinyi wanachama mbio sasa kama wanachama tunaficha, hatutaki kusema ukweli. Kwa hiyo msilaumu uongozi, pia hata nyinyi wenyewe wanachama mjilaumu. Kwani mimi sijayasema haya? Kama wameweza kumkimbia Shabani mpira pesa yule,
wamekataa hata kupokea simu zake. Kwa hiyo hapo kuna muungano, hapo kuna umoja, hapo nguvu moja iko hapo. Kwa ile kauli ya Albadili vipi mzee Said? Iko wapi? Albadili haikopeshi Sheikh. Wewe mtafuna nani sasa? Iko wapi aliyomtafuna? Bado hajamtafuna mtu. Nani? Simba naona jana hali mbaya, ile Albadili vipi? Msaliti alikuwepo au msaliti bado amesha nani? Maana inaonekana kuna msaliti na jana umefumuliwa tena na Albadili limesomwa. Tapeleka moto watakulaumu wewe. Nitapeleka moto watakulaumu wewe. Kwa utu uzima wangu mimi Albadili, nikisema nikuchambulie Sheikh Albadili, ina mambo makubwa sana. Ndio maana nakwambia nikipeleka moto utalaumiwa wewe. Utanilaumu mimi. Japo kwa ndo muongea. Kwa nini Mzee Said kaongea vile na wewe umemruhusu? Basi tu. Sheikh Albadili, na kama unasema uongo, umesoma Albadili narudi kwenu. Kwa hiyo nacheka. Mzee Said Albadili imeanza kurudi nyuma, vice versa ipo. Mbona siku ile jamaa yangu amekaa pale kipara kinang'aa tu anacheka. Watoto wameshachukua wameiweka. Wewe nenda kwenye mitandao yenu huko utaiona. Kuna mtu anacheka? Anacheka kweli kweli. Nikasema kicheko hiki kitachukuliwa, kitatengenezwa hiki. Kwa jana kimerudi. Kimerudi sicho hapo. Alafu wamekichukua wamemuonesha na Dr. Mo. Dr. Mo anaongea sijui na nani. Anamwambia bwana mimi naenda kuchukua ubingwa huko Mistoki. Yule mtoto wa Yanga anamwambia wewe unang'oka Mistoki Kevoli sijui. Mimi na wewe unatoka Mistoki. Katoka saizi ndo wanacheka wameshakiweka kile. Cha mtu mzito? Ndio hivyo. Mambo mengine mnavyoyafanya mnatakiwa mkae mtulie muangalie tunafanya nini. Shekhe, Simba inaumiza. Simba inaumiza. Sasa hivi toka tutembee mimi na barabarani na wewe na hichi kitonge chako. Tumtafute tu mtu aliyevaa jezi nyekundu. Alafu mwambie bana tunaomba utupe maoni yako. Kama sio matusi utakayopewa wewe, basi umkute mtu aliyelelewa kwa baba yake na mama yake, kazaliwa vizuri, mwenye busara zake, ndio ataongea na wewe. Na akiongea cha kwanza atakwambia si uongozi ule uondoke. Hivi unajua wale viongozi wanazeekea pale Simba? Wapo kwa muda mrefu. Mimi na wanabadilishana. Wako wao tu. Wanabadilishana. Si wanabadilishana, wanazungukana tu mule. Lakini kuna wengine Mzee Said jana wanasema shida sio kwenye uongozi, wachezaji wenyewe wajitumi. Basi wachezaji Mpanzu anacheza yule sio Mpanzu mnamjua nyinyi, au huwa sio yule mnamjua nyinyi. Basi pale pana shida, ndio maana nakwambia pale pana shida. Pale pana shida. Kwa nini? Ndio kazi yao. Kwa nini wacheze chini ya, kwa nini waifanye chini ya kiwango chao? Si kazi yao ile? Kwa nini iende ile kazi ifanyike chini ya kiwango? Ndio swali la kujiuliza. Na haiwezekani mimi wewe nikulipe vizuri, ufanye kazi vizuri, leo uende kaifanye ile kazi chini ya kiwango kweli? Ngumu hiyo. Lazima utakupa transfer. Basi kuna shida. Na shida hiyo inatoka wapi? Kwa babu zetu waliong'ang'ania madaraka. Ndio shida yao. Haiwezekani mimi unilipe vizuri, nilale pazuri, nile vizuri, posho yangu naipata kwa wakati, mshahara wangu nipate kwa wakati, afu niende nikacheze mpira vile. Mimi nakataa abadani. Haiwezekani. Mule ndani ndio maana watu wanarusha mateke kwa hasira. Tumalizie na hii kadi ya Duchu nyekundu, ile kadi ya Duchu. Duchu alipewa kadi nyekundu? Mimi nilishahama. Ile kadi ya kamati ulishahama? Ile kadi anapewa Duchu? Mimi wanatando wewe kwanza unaniambia hapa. Acha apewe kadi nyekundu, si ndio wafia timu? Duchu anaenda analudi, Duchu anaenda analudi. Yaani Duchu amefanya kama garagazio lile. Wanamchukua, wanamrudisha, wanamchukua, wanamrudisha, wanamtupa, wanambeba, Sasa ndio wanawaonyesha kuwa na uchungu kiasi gani na timu ya Simba. Lakini watu hawasikii. Na hawa kwa sababu wanakwenda mwisho, haki ya Mungu, watu watuachia bonge la garika ambalo tutakaa kila siku tunalifikiria. Itakuwa ni gumu kwa upande wenu. Yaani mno.
upo hapa, mimi nakwambia. Maoni yako na ushauri wako tufunge kipindi mzee Saidi. Mimi nitoe maoni gani? Sababu yako. Mimi nimeshawaambia siku nyingi. Wachezaji wewe hivi kweli uende ukachukue Mwangusi aje achezee Simba? Eti ndio striker. Sasa striker. Striker Mwangusi. Ana magoli mangapi? Bado hajapata. Kule nani Mbeya City? Ule naisi ametoka na magoli yale mazuri. Mangapi? Anaweza kafika hata kamfunga nani na nani? Sasa kipindi alipo kwenye daraja la ngapi anapandisha timu. Na ndio maana Simba kanogewa wakaenda kumchukua. Wakaenda kumchukua. Mimi striker bado tu ni muda, tumpeni muda. Hivi Simba wanachukua wachezaji wa kuwapa muda? Simba wanachukua wachezaji tayari aende akafanye kazi. Kwani mko nani? Hebu ngoja. Ngoja twende taratibu. Ukiitaja Manchester United ya Uingereza, ukiitaja Simba Sports ya Tanzania, kutokana na hii ushabiano wa hizi timu, unaweza ukazisemaje? Unaweza ukasema Simba ni kubwa Tanzania. Ndio. Manchester Uingereza ni kubwa, si ndio? Uingereza. Sasa uliwahi kuona Manchester kasajili mchezaji afu akasema mpeni muda? Hapana, unachukua mchezaji ambao tayari yupo kwenye quality. Kwa sababu ya nini? Alete nini? Mashindano mazuri. Alete mashindano. Si ndio? Alete ushindi na matokeo. Ndio sawa sawa na Simba na Yanga. Hawana cha kusubiri. Kinachotakiwa peleka pesa, nunua mtu aje afanye kazi. Sasa wamenunua? Ndio tulipofikia. Sio unanunua mtu alafu unakuja unamleta analipwa pesa nyingi alafu unasema ngoja tumtazamie pale hospitali odile. Chani bwana. Kwa hiyo haikostahili pale Mongosi kuja Simba. Yaani haya bwana, itakavyokuwa ndio hivyo hivyo. Lakini mimi nakwambiaje? Wana Simba na watahadharisha bado mapema. Kuna garika litakuja baya mno, tutakuja kutafutana katika klabu yetu. Asanteni. Naam, huyo ndo mzee Saidi. Bwana, nilimletea kitonge kuhusiana na fainali ya jana iliyochezwa pale viwanja visiwani Zanzibar, Kombe la Mapinduzi, Simba dhidi ya Azam. Hatuna za ziada. Nyuma ya kamera yupo director Shizi anayekuletea picha ngavu na kipindi tulivu kinakuja. Wewe sasa usio subscribe sasa hivi uweze kushare, kulike na kucomment. Tunapatikana social media zote, Facebook, Instagram na TikTok. Andika tu pale Chapesa Media unatupata. Habari, burudani, michezo zinapatikana ndani ya Chapesa Media. Tukutane tena baadaye. Asanteni sana.